Hi guys, mambo vipi? Kama kawaida leo Aljuma ya tarehe 7 mwezi Novemba 2025 imekuwa na weekend nzuri kwa wale ndugu zangu ambao tunajiandaa kwenda vyuo vikuu, kwa sababu bodi ya mikopo wametoa kiasi cha shilingi bilioni 215.3 ambazo zimeamua kutolewa kwa ajili ya wanafunzi 66987 kwa ajili ya awamu ya pili ya bachi ya mikopo. Taarifa kamili imetoka Dar es Salaam leo tarehe 7 kama nilivyosema. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu almaarufu kama HESLB leo Ijumaa Novemba 7, 2025 imetoa awamu ya pili ya upangaji mikopo na ruzuku yenye jumla ya wanafunzi 66987. Idadi hii inajumuisha wanafunzi wafuatao: moja, wanafunzi 43562 wa shahada ya awali na wanafunzi 1179 wa stashahada waliopangiwa mikopo kiasi cha shilingi bilioni 143.7. Pili, wanafunzi 288 wa Samia Scholarship waliopangiwa ruzuku kiasi cha shilingi milioni 575. Na tatu, ni wanafunzi 230 wa shule ya sheria Tanzania waliopangiwa kiasi cha shilingi bilioni 1.5. 4, wanafunzi 21729 wanaoendelea na masomo wamepangiwa mkopo na ruzuku ya kiasi cha shilingi bilioni 69.4 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliotangulia. 5, mpaka sasa HESLB imekamilisha upangaji wa mikopo kwa wanafunzi 2277 yenye thamani ya shilingi bilioni 641.8 kati ya shilingi bilioni 916.7 zilizolengwa na serikali kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Baada ya kukamilika upangaji mikopo, HESLB inawataarifu wanafunzi ambao hawajafanikiwa kupangiwa mikopo katika awamu zote mbili na wana taarifa za ziada ambazo hawakuweza kuziwasilisha wakati wa maombi ya mikopo, wanashauriwa kukata rufaa. Dirisha la rufaa litafunguliwa tarehe 10 hadi tarehe 17 Novemba 2025. Maelezo ya kukata rufaa yanapatikana katika akaunti binafsi ya mwombaji SIPA. HESLB itaendelea kupanga mikopo kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo kwa kadri itakavyopokea matokeo ya kutoka vyuoni. Taarifa hii imetolewa na mkurugenzi mtendaji bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu HESLB Tanzania. Hivyo kazi yangu ni moja, kukusogeza taarifa hii ujue tu kabisa hii ndio bachi ya mwisho. Kinachobaki ni wewe ambaye hujapata, basi ukate rufaa ili waweze kupitia upya rufaa yako na kujua kama una kigezo ama unastahili kupata mikopo, na wataendelea kuangalia namna kulingana na fedha zilizobakia. Asante, endelea kusubscribe channel hii kwanza kupata updates mbalimbali. Karibu sana.